Vita vikali vimeibuka katika chama tawala, Chama cha Mapinduzi, wakipigana kuhusiana uchaguzi wa mwaka 2030. Hujambo na karibu na kumbuka kusubscribe. Kwa nini mapema? Ni swali linaloakisi harakati, vikumbo na hekaheka zilizoanza kushuhudiwa katika miongoni mwa makada wa Chama cha Mapinduzi CCM, wakijisafishia njia ya kupenya na hatimaye kupata urais mwaka 2030. Ni mapema kwa sababu miezi minne tu imepita tangu Rais Samia Suluhu Hassan aapishwe kuiongoza nchi kwa muhula wa pili, nafasi atakayohudumu kwa kipindi cha miaka mitano hadi mwaka 2030 kwa mujibu wa katiba. Imechukua muda mchache baada ya serikali mpya kuingia madarakani kuibuka harakati, pilka na mipango ya watu kutaka urais mwaka 2030, na ni jambo lilowaibua viongozi wa serikali na hata chama hicho tawala wakionya mienendo hiyo. Machi tarehe 27 mwaka huu, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara kwa jina Stephen Wasira aliwaonya makada wa chama hicho waache harakati za mapema za kujipanga kwa urais mwaka 2030. Alikuwa anauliza, wanazungumzaje kuhusu urais wa mwaka huo leo wakati hata hawajui kama watakuwepo? Alisema kwamba hiyo ni kama wanamjaribu Mungu, na wakati huu watu wanapaswa kujikita kwenye kazi za kujenga chama na nchi. Na ikumbuke kwamba siku mbili kabla ya kauli ya Wasira, waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Paul Makonda akiwa mkoani Arusha Machi tarehe 25 aliwaambia wanaojipanga kwa urais mwaka 2030 kuwa hawatafanikiwa katika mbio hizo. Kwa maneno yake aliwaambia kwamba wakiona hao viongozi wanataka kujitenganisha, hii ni serikali, yeye akae pembeni awe sehemu ya wakosoaji wanaoikosoa serikali, kwamba watu wote wanaojipanga hawawezi kushika hata urais mwaka 2030. Akasisitiza kwamba watu hao hawapati. Huyo ni Makonda. Kauli kuhusu kuwepo kwa vikumbo vya urais mwaka 2030 ilitolewa pia hata na Rais Samia mwenyewe alipozungumza na wazee wa Dar es Salaam Disemba tarehe 2 mwaka jana. Aliwatahadharisha wateule wake wenye nia ya urais mwaka 2030 waachie nafasi alizowapa ili wafanye harakati hizo wakiwa nje ya serikali. Kwa maneno yake alisema kazi yao sasa ni kutibu majeraha, na anataka wazungumze na watoto wake, vijana wanaoangalia mbele, hawa wengine waliopo nje wanaoangalia mbele mwaka 2030, safari hiyo isiende wavurugia nchi. Ni maneno yake Samia Suluhu. Kwa hiyo wachambuzi wa siasa wanaona kuanza mapema kwa harakati hizo kunachochea kupungua kwa ufanisi utendaji serikalini, huku wengine wakisema ni jambo zuri kwa kuwa zinaipa siasa uhai. Mwadhiri wa sayansi ya siasa wa Chuo Kikuu cha Dodoma, ama ukipenda UDOM, kwa jina Anjali Nguyuhambi amesema inapotokea mkuu wa nchi aliyopo madarakani anamaliza muhula wa mwisho, pilika na kujipitisha hujitokeza. Inakuwa mapema kutokana na kile alichoeleza, watia nia watengeneza mazingira na kujitambulisha kwa wananchi na mamlaka zitakazopitisha ili watathminiwe mapema. Vilevile mchambuzi wa masuala ya siasa Said Majid anaona harakati hizo kama matokeo ya kutojulikana nani atakuwa mrithi wa nafasi hiyo, ukizingatia aliyepo anamaliza muhula wa mwisho. Na hivyo ameeleza mkuu wa nchi aliyopo madarakani bado yuko katikati ya safari ya utumishi wake, na hivyo hakuna ishara kwamba nani atamrithi atakapomaliza muda wake. Hali hiyo inaibua kile alichokiita uwanja wa wazi wa mapambano, kwa kuwa kila mtu anaona nafasi ipo wazi kwa ajili ya kushindana.
Na Daktari Nguyuhambi ameeleza joto hilo la mapema lina madhara kwa sababu linaathiri mwenendo utendaji wa wanaotajwa, kwani baadhi yao ni sehemu ya serikali. Kwa aina hiyo ya utendaji, amesema watu hao mara nyingi wanaishia kujitangaza wenyewe badala ya kutangaza chama au kutekeleza yale ambayo yanapaswa kutekelezwa kwa wakati husika. Kwa upande wa Majid, anaona harakati za mapema ni hatari kwa kudhoofisha utendaji wa serikali, kwani inawafanya viongozi wafikirie uongozi wa baadaye badala ya utendaji wa sasa. Ameijenga hoja yake hiyo akirejea ripoti ya utawala wa usimamizi wa sekta ya umma ya Benki ya Dunia inayoonyesha katika nchi zinazoendelea kuanza mapema kwa siasa za uchunguzi kunapunguza ufanisi wa taasisi za umma wakati ya 20 hadi 30. Ingawa watu wanatazama vibaya kuhusu hilo, kwa mwanazuoni wa sayansi wa siasa Balozi Benson Bana amesema ni jambo zuri na linaipa siasa uhai wakati wote. Na katika siasa, wanazuoni huyo amesema mwisho wa uchaguzi ni mwanzo wa mwingine, na hivyo vikumbu, harakati, pilka na vilevile kuchipitisha ni vitu ambavyo vinapaswa kutarajiwa, kwani vinaiweka siasa hai muda wote. Amesema watiania wakijipitisha kufanya harakati na hata kujitangaza mapema, inatoa nafasi kwa wapiga kura kumchunguza, kumtathmini na kumpima kama anawafaa ili wamchague wakati utakapofika au wamtose. Ametaka watu wacho wajitokeze kabisa, kwa sababu wapiga kura ndilo chujio la mwisho kwa anayestahili urais na yule asiyestahili. Pamoja na yote hayo, Daktari Bana amesema vyama vya siasa vina haki ya kuweka miiko na taratibu zao katika kujitokeza huko kulingana na maslahi yao. Kutokana na hayo, kumbuka jambo hili huenda likaleta hisia mseto ndani ya Chama cha Mapinduzi, na bila shaka inaweza leta mgawanyiko. Ukimwona Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba siku hizi, yeye anajifanya yuko karibu sana na watu katika zile ama vile vikao anavyovifanya katika maeneo mbalimbali nchini mwetu Tanzania, akitaka kuzungumza na wananchi ili kujaribu kumaliza na kutatua maneno yao ambayo yanawakumba. Ni njia moja Mwigulu anajiweka pembeni na kujitosa kwamba yeye ni kipenzi cha watu. Na vilevile Mwigulu Nchemba ni mtu ambaye anataka sana asifiwe katika serikali na utendakazi wake, ila watu wameamua kwamba ni collective responsibility ya kuchukia wote ambao wanafanya kazi katika Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo, kutokana na azimio la Mwigulu Nchemba pamoja Makonda ambaye amekuwa akimshabikia chini ya maji, inaonyesha kwamba kuna muda mgumu sana wa Chama cha Mapinduzi hapa mbeleni, na huenda itagawanya chama. Manake hata Mwigulu Nchemba nao Makonda pengine wana watu wao ndani ya CCM ambao wanawaunga mkono. Ni jambo la kusubiria tu tuone itamaliziaje, ikiwa chama hicho kitatenganishwa ama kitavurugwa, ama Samia Suluhu atafanikiwa kuleta umoja. Ikiwa ni mgeni hapa, tafadhali na umekutana na channel hii kwa mara ya kwanza, na kuomba uweze kusubscribe, kulike na kushare video zetu.